Uhali gani mtazamaji wa Gift Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Jina langu ni Tobias Kisima. Dunia ya fasihi na utamaduni imepata pigo kubwa kufuatia kifo cha msomi na mwandishi mashuhuri kutoka Kenya, Profesa Ngugi wa Thiong'o. Aliaga dunia leo asubuhi akiwa na umri wa miaka 87. Mwandishi kinara na mahiri barani Afrika, raia wa Kenya Ngugi wa Thiong'o afariki dunia akiwa na umri wa miaka 87, huku chanzo cha kifo chake hakijawekwa wazi, ingawa inatajwa mpaka umauti wake alikuwa akipata matibabu ya figo. Taarifa za kifo chake zimetolewa rasmi na binti yake Wanjiku wa Ngugi kupitia ukurasa wake wa Facebook. Katika ujumbe huo wenye hisia, Wanjiku aliandika, na nukuu: "Ni kwa huzuni kubwa tunatangaza kifo cha baba yetu Ngugi wa Thiong'o asubuhi ya leo Jumatano tarehe 28 Mei 2025. Aliishi maisha kamili, alipigana vita nzuri kama alivyotamani kabla ya kifo chake. Tusherehekee maisha yake na kazi yake." Mwisho wa kunukuu. Ngugi wa Thiong'o alikuwa gwiji wa fasihi ambaye kazi zake zimechangia pakubwa kuibua na kukuza mijadala kuhusu koloni, uhuru, utambulisho wa Kiafrika na matumizi ya lugha ya Kiafrika katika fasihi. Miongoni mwa kazi zake mashuhuri ni The River Between, A Grain of Wheat, Petals of Blood na This Time Tomorrow, ambazo zimemjengea heshima si tu barani Afrika bali duniani kote. Alijulikana kwa msimamo wake thabiti wa kutumia lugha za Kiafrika, hasa Gikuyu, katika uandishi wake, akisisitiza kuwa ukombozi wa kweli wa bara la Afrika hauwezi kupatikana bila kuweka thamani katika lugha na tamaduni zake. Mbali na kuwa mwandishi, Ngugi pia alikuwa msomi wa hadhi ya kimataifa, mwalimu na mtetezi mshupavu wa haki za binadamu na uhuru wa kujieleza. Alifundisha katika vyuo mbalimbali vikuu duniani na kutoa mchango mkubwa katika tafakuri ya kiakademia kuhusu tamaduni, siasa na fasihi ya Afrika. Pumzika kwa amani Ngugi wa Thiong'o, mwandishi msomi na shujaa wa utamaduni wa Kiafrika.